Mkuu wa amri ya anga ya juu ya Uingereza, UK Space Command, Meja Jenerali Paul Tedman amefichua kwa mara ya kwanza kiwango cha uingiliaji wa Urusi dhidi ya satellite za kijeshi za Uingereza. Urusi imekuwa ikifuatilia satellite hizo angani na kujaribu kuzipiga jamming kwa kutumia mifumo ya ardhini kila wiki. Uingereza ina satellite chache tu za kijeshi angani kwa ajili ya mawasiliano na upelelezi, huku Urusi, China na Marekani zikiwa na zaidi ya 100 kila moja angani. Urusi na China tayari zimejaribu silaha za kupiga satellite na kuna wasiwasi mkubwa kwamba Urusi inaendelea kukuza uwezo wa kuweka silaha za nyuklia angani. Taarifa hizi zilitolewa wakati wa ziara ya kituo cha RAF Fylingdales kilichoko North Yorkshire, ambako ni nyumbani kwa mfumo wa mapema wa onyo la makombora ya mabara unaoshirikishwa na Marekani. Kituo hiki kina rada kubwa inayoweza kufuatilia vipengele vidogo angani hadi umbali wa kilomita 4800. Kila siku, kituo hiki huchunguza uzinduzi wa makombora duniani na kushirikiana na satellite na sensa za Marekani kugundua uzinduzi wote wa haraka. Hata hivyo, Uingereza kwa sasa haina mfumo wa kinga ya makombora wa moja kwa moja kama Marekani na inatumia chini ya 1% ya bajeti ya ulinzi kwa sekta ya anga na nafasi. Kwa kulinganisha, Ufaransa inatumia 3% na Marekani 5%. Serikali ya Uingereza imetangaza mpango wa kuwekeza zaidi katika ulinzi wa anga, ikiwemo kuanzisha majaribio ya sensa za kugundua mashambulizi ya leza ambayo Urusi na China tayari wameyatengeneza kwa ajili ya kudhoofisha satellite. Sekta ya anga na nafasi inakabiliwa na changamoto kubwa ya msongamano wa vifaa angani, ambapo kuna zaidi ya vitu 1045 katika orbit vikiwemo satellite 9000. Mwaka huu pekee zaidi ya maroketi 300 yanatarajiwa kuzinduliwa angani. Uingereza inategemea sana Marekani katika usalama wa nafasi au space, huku uchumi wake unaokadiriwa kufikia paundi bilioni 450 ukiwa unategemea huduma za angani kwa mifumo ya mawasiliano, urambazaji na mashambulizi ya kijeshi kwa usahihi.